Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Dalili 7 zinazoonyesha umewahi kukutana na soulmate wako lakini hukutambua. Alikupenda bila sababu nyingi. Wakati wengine walikuwa wanakupima kwa pesa, muonekano au mafanikio, yeye alikupenda tu jinsi ulivyo. Hata ulipojiuliza huyu ananipendea nini, bado aliendelea kukujali. Alikuwa na subira sana kwako. Hata ulipomkosea au kumuumiza, hakukimbia haraka. Alijaribu kukuelewa na kurekebisha mambo badala ya kukata tamaa. Alikuwa anakutetea hata usipokuwepo. Mara nyingi soulmate huwa anakutetea mbele za watu hata kama haupo. Heshima yako kwake ni muhimu sana. Alikuwa anakuhamasisha kuwa bora badala ya kukuvuta chini. Alikuwa anakutia moyo kusonga mbele maishani. Alifurahia mafanikio yako kama vile ni ya kwake yeye mwenyewe. Mlikuwa mnaelewana hata bila maneno mengi. Kulikuwa na maelewano ya ajabu, wakati mwingine hata kwa kuangaliana tu mnaelewana. Mlitengana lakini moyo haukusahau. Inawezekana mlitengana kwa sababu za maisha au shinikizo la watu. Lakini hata baada ya muda mrefu kupita, bado moyo unahisi nafasi yake haijawahi kujazwa na mtu mwingine yoyote. Alikuwa anakujali hata wakati huna kitu. Soulmates mara nyingi huonekana wakati huna chochote kikubwa cha kutoa. Anakujali kwa sababu ya wewe, si kwa sababu ya kile ulichonacho. Ukweli mkubwa ni huu: wakati mwingine soulmates wako anaweza kupita katika maisha yako kimya kimya, na baada ya muda ndipo unapogundua kwamba yule mtu aliyekupenda kwa dhati ndiye aliyekuwa mtu sahihi kabisa kwenye moyo wako. Kwa hiyo usikimbilie kupuuza watu wanaokupenda kwa dhati. Wakati mwingine hazina kubwa ya moyo wako inaweza kuwa imesimama mbele yako, lakini macho yako hayajaiona bado. Je, umeamini soulmate wako tayari umewahi kupita kwenye maisha yake? Kama ni hivyo, comment hapo chini, share na niambie, hapo katika hizo nilizokuelekeza haujawahi kukutana nayo? Hiyo ndio ninakwambia kwamba dalili 7 zinazoonyesha umewahi kukutana na soulmate wako lakini hukutambua. Kwa hiyo mkapita naye akaondoka. Haya ndiyo maisha ya mapenzi na mahusiano jinsi yalivyo. Kwa leo naomba nishie hapa, ila naomba usisahau kusubscribe page yangu kama umejifunza, ili kesho pia tujifunze zaidi na zaidi. Asante na karibuni tena.